Mwanamke, hivi umeshawahi kugundua kwa nini wanaume wengi mwanzo wa mahusiano wanakuonyesha upendo mkubwa sana? Wanakufanya ujihisi kama malkia. Watakutumia message kila wakati, watakupigia simu kila wakati, watahitaji kujua unaendeleaje, watahitaji kujua unataka nini, watahitaji kuwa karibu na wewe, watakufanya uone kama ndio mwanaume uliokuwa unamtafuta ndio yeye umeshampata. Lakini kwa bahati mbaya, kadri ya muda unavyozidi kwenda, kila kitu kinaharibika. Huyu mwanaume alikuwa anakuonesha nguvu kubwa kwamba anakupenda, anabadilika na anaanza kupunguza ule upendo aliokuonyesha hapo mwanzo. Kama alikuwa anakupigia simu sana, this time hakupigi tena. Alikuwa anakutext, this time hakutext tena. Alikuwa kila dakika anataka kuonana na wewe, this time wewe ndo unataka kuonana naye, yeye ana muda tena. Amebadilika completely. Na inafika hatua hata wewe unajiuliza, hivi umekosea wapi? Na unaanza kufikiri labda tatizo ni wewe ndio umesababisha yabadilike. Sasa hili ni tatizo kubwa sana, tofauti na watu mnavyolifikiria. Na ndio maana leo nimeamua nizungumze na wewe. Nikwambie sababu zipi zinazomfanya mwanaume pull out, ajitoe katika mahusiano aliyoonyesha kwamba anayahitaji. Na kutokea leo nakwambia utabadilika sana, kwa sababu nitakwambia sababu inamfanya mwanaume ajiweke pembeni na hayo mahusiano na nini unatakiwa kukifanya kama utakuwa na mwanaume wa namna hiyo katika mahusiano. Karibu sana, naitwa Mbeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Sababu ya kwanza ni hisia zilizopitiliza. Sasa hii ni sababu inamfanya yeye astuke na ajiweke kando kidogo kuweza kutafakari kama yupo serious katika namna kubwa kwa kiwango hiko. Unajua watu wanapoingia katika mahusiano, anaweza akawa na nia na kupenda kweli kabisa, lakini hajakuwa sure kama na wewe upo tayari kwa namna kubwa kiasi hiko. Unajua kuna wanawake wengine unaweza ukadate nao kadhani it take time kuweza kujuana, kufahamiana mpaka kufikia hatua ya kufunga ndoa, lakini ana date na yule mwanamke ambaye baada ya siku mbili mwanamke tayari ameshamwambia mama yake mdogo ana mwanaume, tayari ameshamwambia baba yake, shangazi yake, tayari ndugu yule mwanamke wameshaanza kufanyaje, kukufahamu wewe kama shemeji yao. Tayari marafiki wa yule mwanamke wameanza kukufahamu kama shemeji yao. Tayari yule mwanamke ameshakuweka katika ile level ya kwamba sina mwingine yote zaidi yako na kutazama wewe, I'm focused with you, utakachoamua tupange maisha yetu. Kwa hiyo hisia ama mahusiano yameenda ndani kwa muda mfupi sana. Hii ni moja ya sababu inawafanya wanaume wengi wajiweke pembeni kutafakari juu ya malengo ama kusudi lao kwako. Kweli alikufuata na kupenda, lakini baada ya kumuonyesha hiyo hali ya kwamba wewe upo tayari kwa lolote na umeshamvukisha viwango vingi, inakuwa kama unampa deni yeye sasa la kujiona kwamba ni kitu gani kinataka kuendelea. Unajua, kwa hiyo inamfanya akae pembeni afikirie, hivi mtoto watu mimi sio kama namchezea? Hivi mimi kweli niko tayari kuwa mume? Hivi kweli niko tayari? Unajua, sasa hiyo ni moja ya sababu. Kwa hiyo huyu mtu anaweza akawa anakupenda lakini hayupo tayari kwa wakati huo kuwa katika commitment ambayo wewe umeionyesha kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo anakaa pembeni kuweza kutafakari kama ana uhakika na anachotaka kukiamua. Unajua, na baada ya muda atakuja na mawazo tofauti. Sasa nitakwambia mwisho nini ufanye pia, kwa sababu siwezi kuwa nakwambia afu nakwambia hapo nini ufanye. Mwisho nitakwambia kwa hizi sababu zote nini unachotakiwa ukifanye, lakini moja ya sababu ni hiyo. Wanaume wengi wanajiweka pembeni baada ya kuona mahusiano aloingia yamebeba hisia kali na ziloenda ndani kwa muda mfupi. Na sababu ya pili, hofu ya kupoteza uhuru wao. Wanaume wengi wanapoingia katika mahusiano wanatamani kuendelea kuwa uhuru katika nyanja mbalimbali. Sasa kuna baadhi ya mahusiano ambayo wanaume wakiingia wanajikuta kama wanaanza kuwekewa mipaka ya mambo ya kufanya na kadhalika. Mwanaume anapoona anakosa uhuru wake ama anabanwa sana ama anafuatiliwa sana, hiyo inaweza ikawa ni moja sababu ya yeye pia kujiweka mbali. Na anajiweka mbali sio kwamba hakupendi, wakati mwingine anaweza akawa anajiweka mbali katika namna ya kuonyesha kwamba yeye ana maisha yake na anahitaji kuwa na maisha yake, wewe sio kila kitu kwake, even if atakuwa anakupenda. Sasa hiyo ni moja ya sababu pia, tena ni kubwa sana. Lakini pia kingine, anaanza
kuwa na zile perceptions ya kuhisi kwamba ukiwa na mwanamke inatakiwa wahi kurudi nyumbani, inatakiwa ukifanya hiki ajue, inatakiwa usifanye hiki, na kwa msaada wako wewe kudhihirisha hilo, utaanza kweli kuyasimamia hayo mambo. Uko wapi? Mbona hujarudi nyumbani saa hizi? Mbona hujanitumia message tokea asubuhi? Mbona upokei simu zangu? Mbona unanifanyia hivyo? Unajua lawama nyingi kiasi cha kwamba yeye anaanza kuona kama anabeba dhamana ya furaha yako. Ile pia inaogopesha wanaume wengi sana. Na ile kuona kama unambana, unamsimamia, unamuongoza pia inamfanya mwanaume ajione kwamba unajua nini? Nilivyokuwa niko single ama nilivyokuwa sijampata mwanamke ambaye niko naye commitment, nilikuwa uhuru sana. Naenda ninapopataka, nafanya ninachotaka, but this time na hizi vitu vinaenda kuwa vina collapse. So hiyo ni moja sababu wanaume wanajiwekaga pembeni na mahusiano ama wanapunguza upendo pindi wakiona mwanamke anaanza kumtengenezea mazingira ya kwamba uhuru wako na umiliki mimi. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu ya pili ambayo wanaume wengi inawafanya wajiweke mbali, ni hofu ya kupoteza uhuru wao. Sababu ya tatu, hakuwa na lengo na wewe ama hakuwa na lengo la ndoa. Si ndio? Yeye alichotaka ni attention tu, kwamba nina mwanamke ama nikienda huku naenda na huku. Unajua kuna mahusiano aina tofauti. Yapo mahusiano ya mtu anatafuta tu mahusiano kwa ajili ya kupata kampani, mtu anatafuta mahusiano kwa ajili ya kupata tu tendo la kimwili, mtu anatafuta mahusiano kwa ajili ya kupata fedha, mtu anatafuta mahusiano kwa sababu tu ya umaarufu na kadhalika. Sasa inawezekana kutokea mwanzo alikufuata wewe kwa sababu alihitaji tu kampani. Sawa, hakuwa na lengo mama la kusema kwamba anahitaji kuwa na wewe maisha yako yote. Na wanaume wengi wapo katika hii type. Wanaume wengi wanaweza wakakufuata kwa sababu ya kushow love tu, kufurahi kampani na kadhalika. Then taratibu ndo wanaanzaga kuchange kuona wewe ni mwanamke wa maisha. So it depend na wewe utareact vipi ama utakuaje katika maisha yake. Ndio inaweza ikawa inambadilisha taratibu. Lakini wapo wanaume ambao wanakuja kwako katika namna ya kufurahi tu na they are not serious. So when they think you are very serious, wanajiondoa kabisa. Nadhani ushai kudate ama ushai kuexperience kwa marafiki zako ama hata kusikia story. Wapo wanaume ambao wao wanakutafuta ukitaka kutoka out tu, na ni mwanaume wako. Anataka kutoka out atakutafuta, anajisikia hamu ya kimwili atakutafuta, amemisi anajisikia mpweke atakutafuta. Anakutafuta katika hizo nyakati fulani tu, sio katika nyakati zote. Wapo wanaume wa namna hiyo. Sasa mwanaume wa namna hiyo akikuona wewe hauresponding katika namna ya kumuelewa anachoishi kwako, mtakuwa mnaishi katika dunia mbili tofauti, na hiyo itamfanya awe uncomfortable. Si ndio? Itamfanya imuone kama inamtesa, kwa sababu anataka akakutafuta kwa ukaanza kumwambia, yani unanitafuta ukiwa na hamu zako tu, lakini hujali mimi nikikutaka. Unanitafuta ukiwa na shida zako tu, lakini hujali so zile lawama zinamjengea picha ya kuona unajua nini, mimi sipo same sahihi, malengo yangu hayapo sawa sawa ama sambamba na ya kwake. Kwa hiyo ni muhimu sana unapodate na mtu katika hii ya tatu pia uweze kuelewa ni mtu wa namna gani. Hii sababu ya tatu ndio moja ya sababu ambao wanaume wengi pia wanaingia kwako katika namna ya kuplay tu, sio kwa nothing is serious. Na sababu ya nne inawafanya wanaume wajiweke mbali ama wapunguze upendo na wewe ni wanajaribu kutazama unawachukuliaje ama unawahitaji kwa kiwango gani. Wapo wanaume wana sababu za kimakusudi kabisa kufanya haya mambo. Utareact vipi pindi atakapokuwa katika hiyo namna ambayo unamuona amebadilika? Wanaume wengi wanapenda pia attention. Utamchukuliaje? Kwa hiyo wengi wanapunguza hivyo vitu kukuona wewe unarespond vipi. Utamfatafata, utamuomba, utambembeleza. Wanataka kujisikia kama wao ni muhimu kwako. Wapo wanaume wanahitaji kukupima kwa viwango hivyo. Kwa sababu nasemaga kila siku, wanaume hatufanani. Wapo wanaume katika namna ya kumtafuta mwanamke wa kweli, nao wana vipimo vyao vya kumpata mwanamke huyo wa kweli. Na wakikuta mwanamke yeye kajiweka pembeni katika hicho kipimo, afa anakuta mwanamke pia anazidi kumshambulia kwamba ndio maana mimi niko sitaki kuingia katika mahusiano. Yaani unitafuta tokea asubuhi, yani mapenzi gani? Lawama ile namfanya ajiweke kabisa pembeni, kwa sababu tayari anaashumu kwamba huyu mwanamke sio yule mwanamke wa namna nilikuwa namhitaji, kwamba ili jambo dogo kashindwa kulielewa. Nikimwambia niko busy anashindwa kunielewa. Je, nikiwa busy kweli tutaweza kuendana? Kwa hiyo unakuwa umefeli katika vile vipimo vyake na unajikuta anajiweka mbali kiukweli. Na jambo la tano linafanya baadhi ya wanaume wajiweke kando
katika mahusiano ni matarajio. Unajua mimi nasemaga kila siku, hatuanzaji kupenda, tunaanzaga kuwa na mitazamo. Tunaanzaga kuwa na mawazo na picha fulani hivi ambayo inatufikirisha yale yakitokea kwa huyu ninayetaka kuwa naye itapendeza. Kwa hiyo tunakufuata wewe katika namna ya tuna wazo la wewe ukiwa katika hii namna tutaishi vizuri. Kwa hiyo tunakutongoza ili ukayaishi yale mawazo yetu. Sasa matarajio ya mwanaume ni wewe mwanamke utakuwa ni mwanamke wa namna fulani. Then akiwa naye katika mahusiano anakukuta uko tofauti na matarajio yake. Hiyo ni moja ya sababu kubwa sana. Hiyo ni kubwa sana inayofanya wanaume wengi wajiweke kando. Nikitolea mfano wa jambo baya tu, sio zuri, utanisamehe. Mwanaume akiwa anakuangalia anasema huyu mwanamke ni mtiifu sana, huyu mwanamke ana adabu sana, huyu mwanamke ana heshima sana, nikipata mwanamke mwenye heshima kama huyu nitafika naye mbali. Anakuapproach ili kwenda kuishi ile heshima yako ndani ya ndoa ama ndani ya nyumba. Then wakati unaishi naye unaanza kuonyesha tabia tofauti naye alivyokuwa anafikiria. Tabia yako chafu, mdomo wako mchafu, hauna adabu, hauna heshima, hauheshimu rafiki zake, hauheshimu familia yake, haumheshimu hata yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi nasemaga kila siku, hauwezi kumpenda mtu usiyemjua wala hauwezi kumchukia mtu usiyemjua. Kwa mwanzo tunakuwa tuna yale mawazo, huyu mtu atakuwa wa namna hii. Kwa utakapoanza kuishi naye ama utakapokuwa naye katika mahusiano ndio utamuelewa ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo matarajio pia ni moja ya sababu kubwa sana inawafanya wanaume wengi wajiweke kando na mahusiano. Na baadaye nitakuletea nyingine. Sasa nini unatakiwa ukifanye kama utakutana na hii situation ya mwanaume ambaye mwanzo kakuonesha upendo mkubwa sana, kukujali sana, lakini baadaye ama kadri ya muda unapozidi kwenda unaona anajivuta pembeni, ule upendo aliokuonyesha unaanza kupungua. Na unaanza kuhisi kama mmeshaachana kabisa. Kitu gani unatakiwa kufanya kama ukiwa katika changamoto ya namna hiyo? Na hapa ndio wanawake wengi wanapoanza kufeli. Wanaanza kufukuza sana wanaume. Utaanza kumtumia message ndefu ya kumlaumu. Utaanza kumpigia hata kama simu isipopokelewa, utapiga mara 60 mara 70 kwa siku. Utaanza kushusha lawama. Unanielewa? Mbona hujanijibu? Yaani mtu una command maneno makali na unahitaji hayajibu. Maana yake sasa hapo unataka tu ugomvi. Sasa wanawake wengi situation kama hizo wanaziendea katika hiyo namna hiyo. Lakini mwanamke smart haya mambo ndo ataenda kuyafanya kufiksi hilo tatizo. Na naelewa hata wewe pia ni smart, labda tu hujawahi kuelewa ni mbinu gani ya kutumia kuishi ama kuendana na mwanaume ambaye amepunguza upendo na wewe japo mwanzo alionyesha upendo mzuri. Sasa jambo la kwanza ambalo unaweza ukalifanya kama mwanamke ni kumpa huyo mwanaume muda. Mpe space. Kwenye yale ambayo alikuwa anakuonyesha mwanzo, system wa kuonyesha tena kama amebadilika, mpe muda. Kwa sababu kuna uwezekano sababu zinazompelekea afanye hayo zikawa ni zile 5 nilizokutajia. Sasa ukimpa muda ina maana ana fix lile tatizo ambalo linaendelea kwake. Kwa sababu always nikwambie tu, sio mara zote wanaume wanajiweka kando ama wanapunguza upendo kwa sababu wana matatizo. Wakati mwingine ni matatizo yapo kwenye upande wao. Kwa hiyo they need time to fix things. They need time to think if they wako serious na iko kitu. Kwa hiyo mwanamke makini, toa muda kwa huyo mwanaume. Usimdimandi kujibu, usimdimandi kufanya maamuzi ya haraka, usimdimandi afanye unavyotaka. No, mpe muda wa kufanya hivyo vitu. Lakini pia jambo la pili unaweza kulifanya, endelea kuishi maisha yako. Sawa, alikukuta na maisha yako. Then wakati umempa muda, na wewe endelea kuishi maisha yako. Usisimamishe maisha yako kumsubiria. Anaweza kawa ni mtu ambaye yupo kwenye sababu ya 3 ile ambayo alikuja kwako kuspendi tu muda na kucheza. Kwa hiyo ukisema unampa muda huyo mtu alafu unamsubiri, maana yake unaweza ukapoteza muda. Kwa hiyo endelea maisha yako. Ili ikitokea kwamba yeye kaamua kumove on na maisha yake, then wewe unakuwa uanzi upe na unakuwa tayari ushasogea juu, na pia inapunguza msongo wa mawazo na stress. Lakini from there, kutokea hapo utaanza kutazama matendo na sio maneno yake. Sio, nielewa Utaanza kutazama matendo na sio maneno yake, kwa sababu wapo wanaume wanabadilika na wanakaa mbali na wewe, lakini tazama maneno yao yanaendana na hivyo vitendo. Mwanaume anahitaji space kuweza kujitafakari, ina kikomo cha huo muda.
lakini kama ana lengo na wewe, haitamfanya apotee mazima bila kujua uwepo wako. Kuna mambo yatapungua, lakini kuna vitu vya muhimu vitaendelea. Kwa kuwa makini sana. Anaweza akakwambia niko busy, subiri nikiwa fresh nitakutafuta. Sawa, mpe huo muda. Na usibodha, usimkwaze kumsumbua. Vipi, mbona hujanitafuta? Ulisema utanipa muda, utanitafuta. No. Wewe kama utaendelea kumsalimia, msalimia. Huku unaweka kile kikomo cha muda wa yeye kutafakari. Lazima atarudi kwako. Haitakuwa kila siku unamtafuta wewe. Kama lengo lake ni jema, lazima atarudi kwako kutafuta vipi, unaendeleaje, fresh, mambo yako yameendaje? Yanaenda vizuri kabisa. Just be normal. Na utaweza kuwa normal kama utaweza kuendelea na maisha yako, kwa sababu haitakustress kukaa kumwaza mtu mmoja. Kwa sababu kinachowafanya wanawake wengi wa basti ni ile kufikiri kwamba huyu ndo mwanaume wangu afu naona ananzingua. Kwa hiyo unajikuta una panic na kuanza kuzidi kuharibu mambo. Lakini ukiwa unaendelea na maisha yako, na maana utarelax, au utakuwa unambwatukia mwanaume kila wakati.